mapendekezo ya mpango tunaojadili. Kwanza nina imani kubwa sana na profesa kama msimamizi wa mpango na waziri. Tunakuelewa, lakini ninao ushauri ambao nadhani ni vizuri nikatoa ushauri. Kwa muda mrefu nikiwa bungeni, sisi Tanzania hatuna shida na mpango na mawazo. Mawazo tunayo mengi sana. Sana tu. Paka na ziada na library tumeweka. Tatizo ni utekelezaji wa mpango wenyewe. Kila mwaka tunapanga vizuri, linapofika swala la utekelezaji tunatawanyika. Na mara nyingi waziri wa mpango anakuwa kivyake, waziri wa wizara nyingine hamzungumzi lugha moja kwenye kutekeleza huu mpango. Mheshimiwa Mwenyekiti, kila mwaka maandiko yanakuja yanasema tuwaimarishe wakandarasi wa ndani. Nyinyi wote ni mashahidi, tunatoka kwenye jamii inayotuzunguka ya wakandarasi. Kama kuna watu wanaishi maisha ya vidonge vya pressure kwenye mifuko ni wakandarasi. Na tunazungumza tu kirahisi, tuwaimarishe, lakini kazi zinapotoka zinapewa wageni. Na ukisoma mikataba ya wageni ina kikomo. Ukichelewesha kulipa unapigwa penalti. Ukienda kwenye mikataba ya wazawa unamcheleweshea hata miaka miwili, kila siku anajikomba maofisini. Hii sio sawa. Tunatengeneza mpango mzuri lakini kusimamia hatuwezi. Na mimi nikuombe profesa, nimeona umesema unataka kuwaimarisha wakandarasi wa ndani. Hivi kwa nini kuna kazi tunaweza tukasema kuanzia hata bilioni 50 hata bilioni 100 zote wapewe wazawa? Sasa unaweka kazi unawashindanisha na wageni. Wageni wanajua kurobwa, wanarobwa, wakandarasi wetu wanabaki kuhenyeka na vumbi na kulipa hatuwalipi. Hii sio sawa. Kama kweli tunakubaliana kwamba tunataka kuimarisha wakandarasi wetu wa ndani, ni vizuri tukatenga kiasi cha pesa, kama kiasi labda bilioni 50 au bilioni 100, hizi zisishindaniwe na wageni, zishindaniwe na wazawa. Hapo ndipo tutakapoimarisha uchumi wa nchi yetu, kwa sababu pesa yote itabaki huku kwetu ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichangie, nimefurahi sana kusikia wenye viti wa bodi sasa wataingia kwa kushindana. Hili ni jambo zuri sana, na mimi leo ni kama mara ya 4 nazungumza. Mwenyekiti wa bodi ndo mbeba maono. Sasa mara nyingi imekuwa kama cheo cha shukrani. Mtu anastaafu na miaka 70, kashindwa kufanya kazi vizuri akiwa kazini, ameshakuwa mstaafu, maisha yamempiga kule, unamchagua tena unampa bodi. Hana atachopoteza na muda wake wa Mungu umeshafika miaka 70. Kwa hiyo anaenda pale kukaa tu na kusinzia, matokeo yake tunaanza kusumbuana. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Waziri. Ninafurahi waingie kwa ushindani, lakini na umri pia. Mtu akishastaafu anatakiwa kupumzike, mawazo mapya yaingie. Na mimi natoa mfano mmoja, tulipata mwenyekiti kwenye kamati yetu ya nishati, Nyasao, ambaye sasa ni waziri wa ulinzi. Ni kijana, kapiga kazi vizuri, kapelekwa UNICEF, kapiga kazi vizuri, leo waziri hapa. Sasa unachukua mtu amesha expire tena unamtundika kazi ya kuzurura. Haiwezekani. Anataka kwenda akajiridhishe mradi, anataka kwenda sijui Liganga na Mchuchuma. Ukiangalia hapa ana pingili zimechengana, basi anafanyia kazi kwenye simu. Mimi nadhani hili wazo ni zuri kabisa Mheshimiwa Waziri, kwamba ipatikane hiyo kazi kwa ushindani, lakini pia na umri uweko, kwamba tunashindana na watu wa design gani. Ukishindanisha watu wameshastaafu na uwezo, hawezi kukompiti na kijana wa miaka 45 katoka chuo kikuu lakini ana mawazo mazuri. Kwa hiyo niombe sana hilo tuliweke kama ninavyoshauri. Swala lingine, Mheshimiwa, bado nasema utekelezaji wetu wa mipango inakuwa mizuri, lakini serikali mnakuwa hamuongei lugha moja. Natoa mfano wale mnaotoka Dar es Salaam. Sisi tulipanga vizuri, tutajenga barabara za mwendo kasi, tutajenga barabara za njia 4. Nyinyi mnaopita ile barabara ukishuka airport, niambieni mmefananisha na nchi gani ile barabara? Tunazunguka wote huko duniani. Nchi gani unatoka airport vizuri, ukishaingia barabara ya kwenda posta, yani gari inaenda hautulii, inazunguka hivi, wakati huku mliacha eneo. Ni ramani mliitoa wapi ya njongi hizo kona kuanzia mwanzo mpaka mwisho? Na leo tunatengeneza kwenda mpaka Tegeta. Kwa hiyo chukua mfano mtu anayeishi Tegeta, akitoka airport ya Dar es Salaam, zile kona unahesabu moja mpaka utafika Tegeta kona 100. Concentration ya kustarehe kwenye gari hamna. Huo mpango ulitengenezwa na nani? Mlijifunza wapi? Sasa mimi niwashauri sana ndugu zangu, kwa kweli tunafika mahala
tunaona sasa kama hamzungumzi lugha moja. Ni vizuri tukawa na lugha moja. Unapotengeneza mpango, mshirikiane. Tunajenga leo barabara, baada ya miezi miwili mitatu unaona tena wengine wanakata barabara, wanapitisha waya wa umeme, wanakata barabara, wanaweka mabomba. Jamani, kwani kwenye mipango yenu hamjui kama huku kuna watu, huku hakuna watu? Jamani, hii kitu tunafika mahala kushauri, kwa kweli mtaona kama tunawapinga, lakini